Katika kuendelea kumwombea hayati Baba Mtakatifu Francisco ambaye alizikwa jana kule Roma, tunamuomba Mwenyezi Mungu amjalie kuyaona wazi wazi uko mbinguni yale mafumbo ya imani aliyokuwa akiyaadhimisha katika ibada na kuyafundisha na kuyaishi alipokuwa hapa duniani. Yale aliyokuwa akiamini, Mwenyezi Mungu amjalie sasa ayaone wazi wazi katika ukamilifu wake. Aidha, tumuombe Mwenyezi Mungu aongoze na kubariki shughuli zinazoendelea za maandalizi na hatimaye uchaguzi wa Baba Mtakatifu mpya atakayeliongoza Kanisa Katoliki ulimwenguni. Tuombe Mwenyezi Mungu atujalie kumpata Baba Mtakatifu aliyemchagua yeye mwenyewe, atakayetulisha kwa maarifa na busara. Naomba ndugu zangu wote tukae kimya kwa dakika moja tukimwombea hayati Baba Mtakatifu Francisco. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Ndugu mgeni rasmi, sisi Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania pamoja na familia yote ya Mungu ya Kanisa Katoliki Tanzania tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya askofu mpya wa Jimbo Katoliki la Iringa, Mhashamu Romanus Mihali, aliyewekwa wakfu na kusimikwa kuwa askofu wa Jimbo Katoliki la Iringa siku ya leo. Tunatoa shukrani zetu kwa Mungu, kwani tunajua changamoto za kichungaji, kiutendaji na za kihuduma kwa waamini zinazojitokeza pale jimbo linapokosa mchungaji wake mkuu. Baba Askofu Romanus Mihali, tunaamini utawatumikia kondoo wako kwa upendo mkubwa, ukizingatia mafundisho ya Kristo kuwa aliye mkubwa miongoni mwenu atakuwa mtumishi wenu. Ndugu mgeni rasmi, tunapenda kwa namna pekee kukushukuru wewe kwa kuungana nasi katika maadhimisho haya ya leo. Hii inaonyesha jinsi serikali inavyoheshimu uhuru wa kuabudu wa wananchi wake, na pia serikali inavyothamini mchango wa Kanisa Katoliki na taasisi nyingine za kidini katika kuchangia maendeleo ya jamii ya taifa letu. Viongozi wa dini wana nafasi muhimu katika kujenga umoja na maelewano kati ya watu katika jamii. Tunaomba serikali istawishe ushirikiano na maelewano yenye tija na taasisi za kidini. Naomba nichukue nafasi hii vile vile kumshukuru kwa namna ya pekee Askofu Martin Mtumbuka, askofu wa jimbo la Karonga kule Malawi, ambaye pia ni rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki kule Malawi. Mheshimiwa mgeni rasmi, Kanisa Katoliki nchini Tanzania na Kanisa Katoliki nchini Malawi tuna ushirikiano mzuri sana. Na ushirikiano wetu huu unajitokeza vile vile katika mambo mbalimbali. Mathalan, hapa Tanzania katika seminari kuu za Tanzania wapo mafrateli. Mafrateli ni waseminari wakubwa wanaosomea upadri, kama uliokuwa unaona hapa walioimba wale litania watakatifu, wale ndio wanafunzi wa upadri tena wako mwishoni. Wapo mafrateli wa namna hiyo kutoka Malawi wanaosoma katika seminari kuu za Tanzania, hususan pale Peramiho Songea, na wengine wanasoma katika chuo kikuu cha Jordan kule Morogoro. Lakini vile vile wapo mafrateli kutoka Tanzania wanaosoma katika seminari kuu za Malawi. Huo mbadilishano wa wanafunzi ni kielezo cha ushirikiano mzuri tulionao kati ya kanisa la Tanzania na Malawi.
ukimpelekea mtu akulelee mtoto wako, ujue unamwamini na mnaelewana naye vizuri. Pia Askofu Martin Mtumbuka wa jimbo la Kalonga anao mapadri wake wanaofanya utume katika jimbo la Tunduru Masasi hapa Tanzania. Ukiona na kuwa mkarimu wa kutuma mapadri, nendeni mkafanye kazi vile vile Tanzania, mnaweza mkaona jinsi gani Askofu Mtumbuka na kanisa la Malawi linalopenda kustawisha umoja na ushirikiano wa kichungaji kati ya nchi zetu hizi mbili na makanisa yetu haya. Pia kule Malawi kanisa lina shule nyingi tu za sekondari pamoja na chuo kikuu cha Kikatoliki cha Malawi. Askofu Mtumbuka nilikuwa naongea naye akaniambia wapo wasichana na wavulana wengi tu kutoka Tanzania ambao wanasoma katika shule za kanisa kule Malawi, na wengine ni wanafunzi katika katika chuo kikuu cha Kikatoliki kule Malawi. Ushirikiano huu tunaomba tuendelee kuhudumisha ili sisi ambao ni majirani tuweze kushirikiana si tu katika masuala ya kijamii, lakini vile vile katika kuionyesha imani yetu kwa vitendo. Aidha, Askofu Mtumbuka ambaye ni rais wa baraza la maaskofu kule Malawi ametuambia kuwa mwezi Septemba mwaka huu 2025 kule nchini Malawi kutakuwa na uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani. Kumbe wao watakuwa Septemba, sisi Oktoba. Kwa hiyo ameniomba niwaombe wa Tanzania tuiombee nchi ya Malawi amani na umoja katika kuelekea uchaguzi wao mkuu, na akasema tuombe katika chaguzi za nchi zote hizi mbili tupate viongozi watakaostawisha undugu huu na urafiki uliopo kati ya Malawi na Tanzania. Ndugu mgeni rasmi, naomba vile vile uniruhusu sasa tumpongeze askofu mpya wa jimbo la Iringa. Mhashamu Baba Askofu Romanus Mihali, leo umeanza ukurasa mpya wa maisha yako ya kichungaji kama kuhani mkuu wa jimbo la Iringa. Sisi sote tunakupongeza kwa kuteuliwa na Mungu na kwa kutangazwa na kanisa kuwa mmoja wa waandamizi wa mitume katika kanisa. Neno la Mungu kwa kinywa cha nabii Yeremia linasema, tangu ukingali tumboni mwa mama yako nalikujua, na kabla hujazaliwa nalikutakasa na kukuweka kuwa nabii wa mataifa. Yeremia sura ya 1 aya ya 5. Maneno haya ya nabii Yeremia yanakuhusu wewe pia. Umeteuliwa na kutakaswa ili uifanye kazi ya Mungu. Tunakuombea neema na baraka tele ili uweze kuifanya kazi ya Mungu kwa uaminifu, upendo, ukamilifu, na hata ikibidi utoe sadaka ya maisha yako. Sisi ndugu zako maaskofu tunakupongeza na kukukaribisha katika urika wetu wa kiaskofu. Tunakuahidi ushirikiano na uwajibikaji wa pamoja katika utendaji wa utume wetu wa kufundisha, kuongoza na kutakatifuza watu wa Mungu. Baraza la Maaskofu tuna matumaini ya kuongezewa nguvu na mang'amuzi kutokana na vipawa na karama ulivyojaliwa na Mwenyezi Mungu. Tunatoa wito kwa waamini wote, hususani mapadri, watawa na waamini wa jimbo la Iringa, kumwombea na kumpa ushirikiano baba askofu wenu mpya katika utendaji wa majukumu yake ambayo tunajua ni mazito. Tunaomba pamoja na kanisa zima, kanisa kuhani asikose utii wa kondoo wake, na kondoo wasikose upendo wenye juhudi wa mchungaji wao. Ndugu mgeni rasmi, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania
Linapenda pia kumshukuru kwa namna pekee askofu mstaafu wa jimbo la Iringa Mhashamu Tarcisius Ngalale Kumtwa kwa kazi kubwa ni ya kutukuka ya kuliongoza jimbo la Iringa kwa miaka 32 kuanzia mwaka 1992 hadi mwaka huu 2025. Na kabla ya kuwa askofu wa Iringa alikuwa askofu mwandamizi wa jimbo la Sumbawanga kuanzia mwaka 1989 hadi mwaka 1992. Naomba mturuhusu kutaja kazi chache alizozifanya katika ngazi ya baraza letu. Tunajua kwa hapa Iringa amefanya mambo mengi, lakini mimi nitaje machache katika ngazi ya baraza. Askofu Ngalale Kumtwa alikuwa rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC kwa miaka 6 kuanzia mwaka wa 2012 hadi 2018 alipohitimisha vipindi vyake viwili vya miaka mitatu kwa mujibu wa mwongozo na katiba ya baraza. Pia alikuwa mwenyekiti wa idara ya liturujia ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania kwa miaka 23 kuanzia mwaka 1989 hadi mwaka wa 2012. Akiwa mwenyekiti wa idara hiyo ya liturujia, alisimamia na kuidhinisha upatikanaji wa tafsiri ya Kiswahili cha kisasa cha Biblia Takatifu, vitabu vya katekizim na vitabu vingine muhimu vya sala ambavyo vimeleta mchango mkubwa katika ukuaji wa imani kwa waumini wetu. Askofu Ngalale Kumtwa amehusika moja kwa moja katika uanzishwaji wa chuo kikuu cha Kikatoliki cha Ruaha Ruku hapa Iringa mnamo mwaka 2005. Kilichoanza kama chuo kikuu kishirikishi cha sauti kilikuwa kinaitwa RUCO wakati huo, Ruaha University College, na baadaye kuwa chuo kikuu kamili RUCO, Ruaha Catholic University mwaka 2014. Pale mwanzoni wakati chuo kinaanzishwa, Askofu Ngalale Kumtwa alikuwa na ujasiri wa kutoa hata sehemu ya mali za jimbo la Iringa ili kuwezesha chuo hicho kikuu cha RUCO kiweze kuanzishwa. Na sasa hivi wote tunaona matunda ya chuo hiki. Faida ya chuo kikuu hiki si kwa wanairinga tu au baraza la maaskofu peke yao, ila ni kwa jamii nzima ya Watanzania na nje ya Tanzania. Baba Askofu Ngalale Kumtwa, tunakushukuru sana. Ndugu mgeni rasmi, kama tunavyofahamu, mwaka huu wa 2025 ni mwaka wa uchaguzi mkuu katika taifa letu. Uchaguzi wa viongozi ni jambo lenye uzito mkubwa katika kuamua mustakabali wa ustawi, amani, usalama, uhuru na ulinzi wa rasilimali za taifa letu. Kutokana na uzito wa zoezi hili la uchaguzi, sisi maaskofu tunapenda kutoa wito kwa waumini na watu wenye mapenzi mema kama ifuatavyo. Kwanza, tunaomba waamini na watu wote wenye mapenzi mema tufanye sala na maombi maalum kwa ajili ya kuliombea taifa letu amani, umoja na mshikamano wa kindugu. Tunahitaji sana tunu hizo katika taifa letu ili tuweze kuendelea kuishi kama familia moja. Pia tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie kupata viongozi bora, wenye uwezo, waadilifu na wacha Mungu. Hii itatuwezesha kuwa na viongozi wasio na ubinafsi, bali wenye uzalendo wa kweli na walio tayari kujenga jamii ya Tanzania katika misingi ya ukweli, haki, uadilifu, upendo, ustawi na uhuru kwa wote. Neno la Mungu katika kitabu cha Mithali sura ya 29 aya ya 2 linasema, waadilifu wakifanikiwa watu hufurahi, waovu watawalapo watu huugua.
tunaomba watu wetu wasiugue. Ndugu mgeni rasmi, viongozi wa serikali katika nyakati tofauti tofauti wamesikika wakiwahakikishia wananchi kuwa uchaguzi wa mwaka huu utafanyika kwa misingi ya haki, usawa na uhuru. Tunaomba kauli hizi nzuri na za kutia moyo za viongozi wetu zionekane kwenye matendo katika hatua zote za uchaguzi, kwani baadhi ya matukio tuliyoyashuhudia katika jamii yetu hayaonyeshi kuwa watendaji au wasimamizi wa sheria wanatekeleza kile kinachoahidiwa na viongozi wetu. Kinachoahidiwa hakiendani na kile kinachotendeka. Ndugu mgeni rasmi, kwa muda mrefu kumekuwa na sauti zinazotaka katiba na sheria zinazosimamia uchaguzi katika nchi yetu zifanyiwe marekebisho au maboresho ili ziendane na hali halisi ya demokrasia ya vyama vingi katika nchi yetu. Inavyoonekana ni kuwa wanaonufaika na mapungufu yaliyomo katika sheria za sasa hawana haraka ya kufanya maboresho hayo, na wale wanaojiona wanaathirika na mapungufu hayo ndio wanaopaza sauti kutaka kufanya mabadiliko ya katiba na sheria za uchaguzi. Wito wetu sisi maaskofu kwa mamlaka zinahusika ni kuwa sauti na vilio vya watu wanaotaka kufanyika kwa maboresho hayo ya katiba na sheria visikilizwe na visipuuzwe. Tunaomba marekebisho na maboresho stahiki kwenye mifumo ya uchaguzi yafanyike ili kuruhusu uchaguzi wa kweli ulio huru na wa haki katika nchi yetu. Vinginevyo, chaguzi zetu zitaendelea kugubikwa na dosari nyingi kama ilivyoshuhudiwa kwenye chaguzi za miaka ya hivi karibuni. Mwisho, tunamrudia tena Mwenyezi Mungu tukimwomba alibariki Jimbo Katoliki la Iringa, awabariki viongozi wetu wa kitaifa, aibariki nchi yetu na raia wake wote. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa namuomba Katibu Mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki uniletee ile katiba ya baraza ili niweze kumkabidhi Askofu Romanus Miali katiba ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania ili aweze kujifunza na kuelewa miundo ya utendaji kazi wa vyombo mbalimbali vya baraza katika kutekeleza utume wetu kwa kanisa. Na baada ya kumkabidhi, nitawaalika washamu maaskofu, maabate, wakifuatiwa na taasisi za baraza pamoja na wale wakuu wa mashirika ya kitawa ambao mlifika hapa jukwaani kumtakia heri askofu mpya. Tuje tumpe pongezi askofu wetu mpya Romanus Miali. Kwa Baba Romanus, naomba uje hapa nikukabidhi katiba ya baraza.